mtu mwenye nia mbili hatapata kitu. Hata afunge, aombe, ukiwa na nia mbili hutapata chochote kwenye maisha. Shetani hapo husiki. Shetani amekaa pembeni kabisa. Alafu kufanya maamuzi watu wanafikiri ni rahisi. Ukitaka kujijua ngumu kufanya maamuzi. Kuna watu wengi hapo mkiambiwa mchague soda hamjui soda ya kunywa. Mkikaribishwa nyumbani kwa watu mko, unakunywa soda gani? Mnajibu nini? Yoyote. Simple hapa. Mnajibu yoyote. Maana hata soda tu hujui maisha yako. Kwa hiyo kuna watu hawajui kabisa wanachokitafuta kwenye maisha. Hawajui. Ukitaka Waafrika wapoteze muda, wakienda restaurant, wape menu ile ya kusoma. Ndio utajua. Kwa sababu shughuli ya kwanza inakuwa kuangalia bei. Hawaangalii chakula. Wanaangalia kwanza nini? Bei. Lakini kuchagua chakula inakuwa muda mrefu kwa sababu watu wengi hawajui wanachokitaka. Hawajui. Sasa na wewe kama hujui unachokitaka unamzuia Mungu kufanya kitu kwenye. Je, wewe unajua unachokitaka kwenye maisha yako? Okay, it's simple. Let's talk about this. Uweze kufanikiwa ukiwa na nia mbili. Kwa maana gani? Nia mbili ni nini? Ni kutokujua unakitaka kitu gani, wakati gani. Kwa mfano, kwenye maisha yako wewe binafsi unataka kitu gani? Especially kwenye upande wa uchumi. Je, unataka freedom yako ya uchumi au unataka kuendelea kuwa kwenye middle class? Middle class ni wale watu ambao tayari wameshapata comfortable kidogo. Wana ajira au wanafanya biashara ambayo ni kidogo ni ndogo. Hatima ya maisha yako ndio umeamua kuishia hapo, ama unataka zaidi? Unataka kuajiriwa miaka yako yote, ama unataka kutengeneza kitu chako mwenyewe? Umeanza kufanya kitu chako, unataka kuishia hapo kwenye hatua za mwanzo, ama unataka kuscale biashara na kuscale ujasiriamali wako na kuwa mkubwa? It's simple. Ni one way. Kitu ambacho umekichoka utakifanyia maamuzi. Ukiona hujafanya maamuzi kwa maana ya kukibadilisha, kukitafutia solution ama mabadiliko, usipokipenda unafanyia maamuzi, unachagua kitu kingine, unakibadilisha. It's simple. Unataka kuscale biashara yako ni ndogo kwa muda mrefu, unataka kuscale kwenye career uliyoko nayo. Umechoka kila siku kuwa mtumwa chini ya mtu na unataka kuanza kutengeneza empire yako na kudominate industry husika kwa sababu una kila kitu, unafahamu, una ujuzi, una elimu, unaweza kufanya kila kitu. Ama umeamua kuchagua kuwa chini, underdog maisha yako yote mpaka utakapozeeka unakuwa ni underdog chini ya. Maamuzi haya tutayapata tu kama utaamua kusajili kampuni yako sasa hivi ninavyoongea nayo. Ukiamua kusajili kampuni yako ni kama foundation, ni kama msingi juu ya mwenendo wa uchumi wako. Kwa sababu unapoongelea uchumi, unaongelea masuala ya kodi, unaongelea masuala ya uendeshaji na unaongelea masuala yako wewe kupata faida, kuwa protected na mtu yoyote yule kuweza kukuataki kwa namna yoyote ile kwenye masuala ya uchumi, ambayo na only way protection ni kuwa na kampuni, kwa sababu kampuni ndio formula, ndio namna pekee ambayo inaweza kulinda uchumi wako. So kama unahitaji kusajili kampuni yako, comment neno usajili hapo chini ama nipigie kupitia namba inayoonekana hapa, nitakufikia, nitakusaidia kusajili kampuni yako.